Ukraine imeendeleza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani dhidi ya mji mkuu wa Urusi Moscow kwa usiku wa pili mfululizo katika kile kinachoonekana kuwa sehemu ya mbinu mpya ya kijeshi ya Kiev kulenga maeneo ndani ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga iliweza kuharibu jumla ya ndege 17 za kijeshi za Ukraine usiku kucha, ikiwa ni pamoja na moja iliyokuwa ikielekea moja kwa moja Moscow, 13 katika eneo la Kaluga na 3 katika eneo la Bryansk. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ndege hizo zilinaswa na mifumo ya ulinzi wa anga kabla ya kufikia malengo yake. Hata hivyo, meya wa Moscow alisema kupitia mtandao wa Telegram kuwa ndege moja iliyoelekezwa kwenye mji mkuu ilianguka katika eneo la mashambani nje kidogo ya jiji na huduma za dharura zilituma mara moja katika eneo hilo. Alibainisha kuwa hakuna ripoti za majeruhi au uharibifu wa mali zilizotolewa hadi sasa, ingawa uchunguzi bado unaendelea. Mashambulizi haya yameibua taharuki kwa wakazi wa Moscow na miji jirani, huku baadhi yao wakiripoti kusikia milipuko midogo usiku wa kuamkia hii leo Jumanne. Mamlaka za Urusi zimekuwa zikiongeza doria za anga na ulinzi wa makombora katika maeneo ya karibu na mji mkuu tangu kuanza kwa mashambulizi haya ya ndege zisizo na rubani. Eneo la Kaluga ambalo lipo takribani kilomita 160 kusini mwa Moscow limekuwa shabaha ya mara kwa mara ya mashambulizi ya anga kutoka upande wa Ukraine katika miezi ya hivi karibuni. Wataalamu wa kijeshi wanasema eneo hilo ni muhimu kwa sababu lina vituo vya kijeshi na ghala la vifaa vya Urusi vinavyotumika katika operesheni za kivita nchini Ukraine. Kwa upande wa Bryansk, mkoa unaopakana moja kwa moja na Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema ndege 3 za Ukraine zilidunguliwa kabla ya kufikia malengo yake. Bryansk imekuwa ikishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara tangu mwanzo wa mwaka, jambo linaloonyesha kwa Ukraine imepanua uwanja wa mashambulizi yake hadi ndani zaidi ya ardhi ya Urusi. Licha ya wizara ya ulinzi ya Urusi kudai kwa mashambulio hayo hayakusababisha madhara makubwa, wachambuzi wanasema huenda athari halisi ni kubwa kuliko inavyoripotiwa. Urusi mara chache hutoa taarifa kamili kuhusu uharibifu unaotokana na mashambulizi ya Ukraine, jambo linaloacha nafasi ya mashaka kuhusu kiwango cha usalama wa anga ndani ya taifa hilo. Mashambulizi haya mapya yanafuatia wiki kadhaa za ongezeko la mashambulizi ya anga ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya kijeshi na nishati ndani ya Urusi. Wataalamu wanaona kuwa hatua hii ni jaribio la Kiev kupunguza uwezo wa Urusi wa kuendesha operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine na pia kuonyesha uwezo wake wa kufikia malengo ndani ya ardhi ya adui.